aliyemtuma mwana Yesu aje duniani kuwaokoa wanadamu, awatoe katika mikono ya Shetani. Mungu aliyemtuma mwana Yesu aje duniani kuwaokoa wanadamu, awatoe katika mikono ya Shetani. Siku ile alipofufuka Bwana, ndipo tulipowekwa huru kabisa. Siku ile alipofufuka Bwana, ndipo tulipowekwa huru kabisa. Baada ya kushinda kapewa tuzo, kitabu cha hukumu kapewa Bwana. Baada ya kushinda kapewa tuzo, kitabu cha hukumu kapewa Bwana. Ndiye atakayewahukumu walimwengu, ndiye atakayemhukumu Shetani, ndiye atakayewahukumu walimwengu, ndiye atakayemhukumu Shetani.
usia huo, naomba uwatazame matasa. Kwako Baba hakuna linaloshindikana, naomba uwatazame wenye magonjwa sugu. Kwako Baba hakuna linaloshindikana, naomba uwatazame wenye shida. Kwako Baba hakuna linaloshindikana, naomba uwatazame wajane na mayatima. Wewe Baba ndiye mwenye kuwasaidia. Wengine Baba wameonewa na mshtaki wetu Shetani, amewafunga minyororo mingi sana na kuwatupa katika gereza lake. Wengine Baba wameonewa na mshtaki wetu Shetani, amewafunga minyororo mingi sana na kuwatupa katika gereza lake. El Shaddai, fanya hima uwaokoe, wamekata tamaa. El Shaddai, fanya hima uwaokoe, wamekata tamaa. shuka uwasaidie, wamekata tamaa. Watazame matasa, shuka uwasaidie, wamekata tamaa. Watazame wagonjwa, shuka uwasaidie, wamekata tamaa. Watazame wenye shida Baba, shuka uwasaidie, wamekata tamaa. Watazame wajane, shuka uwasaidie, wamekata tamaa. Watazame watumishi, shuka uwasaidie, peke yao hawawezi. Tazame na sisi, shuka utusaidie, peke yetu hatuwezi. El Shaddai, El Shaddai, uko wapi? El Shaddai, El Shaddai, Johima, uko wapi? Johima, El Shaddai, El Shaddai, uko wapi? El Shaddai, El Shaddai, Johima, uko wapi? Johima, El Shaddai, El Shaddai, uko wapi? El Shaddai, tumekungoja hapa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tumekungoja hapa Bwana, kama siku ile ya Pentekoste. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, uko wapi? El Shaddai, Johima, Roho Mtakatifu, wana wako wa kike na wa kiume tumengoja hapa. Roho uko wapi? Johima, Johima Bwana, Johima Bwana, Johima, Johima.
kuu. Mimi na wewe tuokolewe rafiki yangu. Siweke kiburi. Yesu aliteswa kwa ajili yako ili upate uzima.
wala kamwe. Hata kama sisi tamani tutapasua jamani, wala kamwe. Wameamaliza
jameni, ni furaha kwetu sisi wanadamu wa kumpata mkombozi wetu. ni furaha Kwetu sisi wanadamu wa kumpata mkombozi wetu.
sisi tumepona. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Inayo ni neema ya pekee tuliyopewa kabisa, ni upendo wa ajabu tulionyeshwa. Inayo ni neema ya pekee tuliyopewa kabisa, ni upendo wa ajabu tulionyeshwa na huyo Bwana Yesu, na huyo Bwana Yesu, na huyo Bwana Yesu, na huyo Bwana Yesu. Alikubali Bwana Yesu kubeba msalaba, alikubali Bwana Yesu kudharauliwa, alikubali Bwana Yesu kutemewa mate, alikubali Bwana Yesu kuitoa damu. Ni upendo wa namna gani huo, nauliza? Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, umekuja mbele zangu. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, nami nitawaharibu pamoja na dunia, nami nitawaharibu pamoja na dunia, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, nami nitawaharibu pamoja na dunia, nami nitawaharibu pamoja na dunia. Tutengeneze safina, lakini wakamwambia Nuhu, mzee unakusumbua. Lakini wakamwambia Nuhu, mzee unakusumbua. Baada ya Nuhu kupokea ujumbe kwa Mungu, aliwaambia watu tutengeneze safina, lakini wakamwambia Nuhu,
akamwambia Nuhu, mzee unanisumbua. Ndipo Nuhu akaamua mwenyewe kutengeneza ile safina. Ndipo Nuhu akaamua mwenyewe kutengeneza ile safina. Alipomaliza akamwambia Mungu, Mungu tayari nimemaliza kazi uliyonituma. Alipomaliza akamwambia Mungu, Mungu tayari nimemaliza kazi uliyonituma. Mungu akamwambia Nuhu, ingia wewe na watoto wako na wake za wanao, na wanyama wawili wawili. Mungu akamwambia Nuhu, Ingia wewe na watoto wako na wake za wanao, na wanyama wawili wawili. Wakati ulipofika Nuhu alifuata maelekezo aliyoambiwa na Mungu, aliyoambiwa na Mungu. Wakati ulipofika Nuhu alifuata maelekezo aliyoambiwa na Mungu, aliyoambiwa na Mungu. Alichukua mkeo pamoja na wanae na wake za wanae, wakaingia ndani ya safina. Alichukua mkeo pamoja na wanae na wake za wanae, wakaingia ndani ya safina. Ikawa baada ya siku chache Nuhu alipoingia katika safina, mvua ikaanza kunyesha. Ikawa baada ya siku chache Nuhu alipoingia katika safina, mvua ikaanza kunyesha. Ikanyesha kwa muda wa siku 40, usiku na mchana maji yakafurika. Ikanyesha kwa muda wa siku 40, usiku na mchana maji yakafurika. Watu wakubwa kwa wadogo walisombwa na maji, kila kilicho na uhai kiliangamia. Watu wakubwa kwa wadogo walisombwa na maji, kila kilicho na uhai kiliangamia. kwa wale wanaojua kuogelea walijitahidi sana, wakaogelea hadi wakaifikia safina, wakaogelea hadi wakaifikia safina. Wakamwita Nuhu, tafadhali tobu tufungulie. Wakamwita Nuhu, tafadhali tobu tufungulie, maana Nuhu hapa tunaangamia, maana Nuhu hapa tunaangamia. Nuhu akawaambia, safina sijafunga mimi, aliyefunga ni Mungu mwenyewe. 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 Tuwageukie watu wa kizazi cha leo na matendo yao wanayotenda usiku na mchana. Tuwageukie watu wa kizazi cha leo na matendo yao wanayotenda usiku na mchana. Wamekuwa kama watu wa kizazi cha Nuhu, wamekuwa kama watu wa kizazi cha Nuhu. Injili zinahubiriwa kila kona, injili zinahubiriwa kila kona, lakini zinagonga mwamba. Yeah, yeah. Umemlipa kitu gani kwa kukuumba wewe ndugu? Umetoa gharama gani kwa kukuumba wewe ndugu?
kipofu